Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 17. Nitaisoma. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa na ile timu yake, wale mitume 12 katika ule usiku wa Alhamisi Kuu. Neno lake la mwisho analopatia, anaanza na sentensi hii kwa wanafunzi wake, anasema ninawapatia amri mpya, amri ya kupendana. Tunafahamu wazi kwamba taifa la Israeli katika Agano la Kale walipewa amri na Mwenyezi Mungu katika ule mlima Sinai. Ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka kuanzia sura ya 21, sura ya 20 mpaka ile ya 21, utasikia Mwenyezi Mungu anamuita Musa, anapanda kule mlimani, anapewa zile amri 10. Na zile amri 10 ilikuwa ndio katiba ya taifa la Israeli, kwamba wakitembea katika katiba hizo, wakitembea katika zile amri hizo 10, yani itakuwa ni taifa lenye mafanikio sana. Na zile amri 10 ziligawanyika katika maeneo makubwa mawili. Amri ya kwanza na hadi ya 3 inahusu maisha ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana amri ya kwanza nasema kwamba usiabudu miungu wengine, kwamba ukimpenda Mwenyezi Mungu huwezi ukaabudu miungu mingine. Ukimpenda Mwenyezi Mungu huwezi ukalitaja bure jina lake. Ukimpenda Mwenyezi Mungu utashika matakatifu yake na siku yake ya kitakatifu, huwezi ukachanganya mambo. Na kuanzia amri ya 4 mpaka amri ya 10 inahusiana na masuala lazima ya mwanadamu kwa mwanadamu. Yaani ukimpenda mwanadamu, ukimpenda mzazi wako utamheshimu. Ukimpenda mwanadamu mwenzako huwezi ukamuua, huwezi ukatoa mimba, huwezi ukapanga mauaji kwa mwanadamu mwenzako. Ukimpenda mwanadamu mwenzako huwezi ukazini naye, kwa sababu mwili wako na mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hukuumba kucha yake. Huwezi ukatenda dhambi ya uzinzi ukamgeuza mwanadamu mwenzako kama ni chombo cha uzinzi. Kama Yesu mwenyewe alipoingia katika lile hekalu akakuta wale wafanyabiashara wanafanya biashara mle ndani, akalisafisha, akawapiga, akawatoa kwamba mnaichafua nyumba Mwenyezi Mungu ambayo ni mahali pa sala, nyumba ambayo imejengwa kwa matofali na mawe. Alifanya hivyo. Je, itakuwa sembuse na wewe ukiharibu mwili wa binadamu mwenzako katika uzinzi? Ukimpenda huwezi ukazini naye. Ukimpenda huwezi ukamwibia, amri ile ya 7. Ukimpenda huwezi ukamnenea uongo, kwa sababu muongo yoyote yule shetani ni baba yake, na wewe kama ni muongo manake ni mtoto wa Lucifer, kwa sababu shetani ni baba yako. Manake hupendi ukweli. Ukimpenda mwanadamu mwenzako huwezi ukatamani mke wake au mume wake au katamani mali ambayo si ya kwako. Sasa anajumlisha hizo amri zote, kwamba kwa sababu taifa la Israeli walishindwa kuweza kuzishika amri za Mwenyezi Mungu, anakuja na amri mpya ya upendo ambao ni upendo wa agape. Anasema kwamba mpendane. Mpendwa mtazamaji, hii timu ambayo inapewa amri ya kupendana ilikuwaje? Kuna baadhi ya watu mle ndani walikuwa hawaelewani. Kulikuwa kuna Simoni Petro na Mathayo, walikuwa hawaelewani kwa sababu Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru, na kwa historia inaonekana kwamba Mathayo
aliweza kumwandikia ushuru huyu Simoni Petro alipokuwa anavua samaki akashindwa kuweza kulipa kodi. Ndio maana kuna eneo katika Biblia takatifu inazungumza kwamba Yesu alipofika Kapernaum alimwambia Simoni Petro, nenda kavua samaki. Baada ya hapo lipa kodi kati ya nilipie kodi mimi na kwako. Maana yake Simoni Petro alikuwa anadaiwa. Huyu Simoni Petro hakufurahia uwepo wa Mathayo katika ile timu. Vile vile pia kulikuwa kuna watu mle ndani ambao walikuwa wana hasira. Hawa watoto wa ngurumo, yani Yakobo na Yohane, walikuwa ni watu wenye hasira sana. Hawakuwapenda baadhi ya wengine, walijiona kwamba wao wana upendeleo mkubwa zaidi. Wengine walikuwa ni wabishi, wengine walikuwa ni wavivu wa kwenda kusali, wengine walikuwa ni vielele. Kwa timu ya kwanza hii ya mitume ilikuwa ina tabia tofauti, umri tofauti na mienendo tofauti. Wengine walikuwa wana elimu, wengine walikuwa hawana elimu. Akaangalia Yesu, ni kitu gani kitakachoweza kuwaunganisha hawa? Elimu isingeweza kuja kuwaunganisha, hasira isingeweza kuja kuwaunganisha, misimamo mikali ya kina Tomaso isingeweza kuja kuwaunganisha, vile vile pia kutokusamehe kusingeweza kuwaunganisha. Akasema mpendane. Katika upendo unaweza kuwafanya tukawa wamoja, ndio anawapatia hii amri. Leo tupo katika kipindi ambacho kanisa lina mgawanyiko mkubwa sana. Kuna wengine wanajiona kama ni wasomi, wengine wanajiona kama ni matajiri, wengine wanajiona kama wana uwezo. Upendo umeondoka. Leo katika tafakari yetu hii, Yesu anaturudisha katika mwanzo kwamba tutakapoingia mbinguni tutaulizwa ni namna gani tulivyopendana. Hatutaulizwa ni namna gani tulivyokuwa tunahubiri chuki katika mimbari, chuki kwa wenzetu, namna gani tulivyokuwa tunapanga mauaji. Tutaulizwa, je, ulimpenda mwenzako? Ulimpenda adui yako? Ulimpenda huyu anayekuumiza? Amri mpya, mpende anayekuumiza, mpende anayekufanyia mambo mabaya. Anasema vile Yesu kwamba tupendane kama yeye alivyotupenda sisi. Hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kama huu wa kuweza kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake, yaani upendo ule ambao una sadaka. Jambo la pili Yesu analoongea nasi katika siku ya leo, anasema sisi ni marafiki zake. Hakuna neno zuri sana katika Biblia takatifu kama hili: Yesu rafiki yetu, Yesu rafiki yangu, Yesu Kristo rafiki yako. Yaani vyovyote vile ukifika katika maombi, mwambie Yesu rafiki yangu, niangalie katika shida ambayo niko nayo. Anasema hivi, hatuiti watumwa, sisi si watumwa wake, sisi ni marafiki zake. Katika urafiki wetu na Yesu, shetani hapendi sana tuweze kutambua siri hiyo. Na ndio maana mara nyingi sana tukitenda dhambi anatufanya tukimbie. Mara kwa mara tulikuwa mbele, tunakaa viti vya mbele katika ibada. Baada ya kutenda dhambi naanza kwa benchi la pili, baadaye benchi la tatu, baadaye benchi la nyuma, baadaye nakimbia. Yesu anaanza kusema kwamba shetani anaanza kupatia maneno kwamba Yesu atakuadhibu. Hapana, Yesu ni rafiki yetu, anataka tuweze kuzungumza. Ndio maana anatoa mwaliko, amesema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuweza kuelemewa na mizigo. Mzigo gani huo? Ni mzigo wa dhambi. Anatujua kabisa kama sisi tumeelemewa, anasema njoni. Na ndio maana pia katika Isaya ile sura ya kwanza kuanzia aya 6 na kuendelea, anasema njoni tusemezane, hata kama dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama damu nitazisafisha. Yesu anatuita, ni rafiki yetu, anataka aweze kuwa pamoja na sisi, na vile vile pia anataka siku moja mbinguni tukae pamoja na yeye. Anazungumza neno kubwa tena la mwisho, anasema sikiliza, sio sisi ambao tumemchagua yeye. Anasema sio ninyi ambao mlinichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Anawaambia Petro, nimekuchagua wewe katika udhaifu wako. Anakwambia anamwambia yule Yuda Iskarioti, ni mimi niliyekuchagua wewe hadi katika udhaifu wako. Anamwambia huyu Mathayo, najua kabisa kwamba ulikuwa ni mtoza ushuru, lakini nimekuchagua. Neno zuri sana. Yesu anawachagua wale wa dhambi. Hata hii timu yake ya kwanza haikuwa na watakatifu, walikuwa ni wa dhambi. Ni Yesu ametuchagua hadi katika dhambi zetu hizi. Ametuchagua, ametuita. Usidhani kama uwepo wako ndani ya kanisa ni nguvu yako. Usidhani kama unapokuja kanisani kila siku asubuhi ni nguvu yako. Usidhani kama hata hiyo neema ya kuweza kuwa mahali hapo ni nguvu yako. Ni Yesu amekuchagua. Jipe moyo, jipe furaha kubwa sana katika safari yako ya maisha kwamba ni Yesu amenichagua, si binadamu aliyekuchagua. Anasema ametuchagua ili tuende tukazae matunda, na matunda yetu yapate kuweza kudumu, hasa tukikaa katika kupendana. Siku ya leo, mpende jirani yako.
siku ya leo tupendane. Tukipendana tutakuwa ni marafiki wa Yesu, na tukipendana tutathibitisha kwamba ni yeye aliyetuchagua. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.